gani popote pale ulipo, na ukaribisha katika makala yako pendwa ya Suluhu. Na hii leo tunatazama suluhu inavyotafutwa katika vyuo vya ufundi. Na leo tuko katika chuo cha ufundi Arusha na tunajaribu kutazama eneo moja tu. Najua umezoea makala ya Suluhu kupita katika maeneo mbalimbali ikitazama miradi ya kimkakati. Lakini katika miradi ya kimkakati tunaona hitaji kubwa la wataalamu katika mitambo, katika magari, na tumeamua tuje jikoni katika chuo cha ufundi Arusha kujaribu kutazama kwa namna gani uwekezaji wa mabilioni ya shilingi uliofanyika hapa unaweza kukidhi kupata vijana ama wahitimu ambao wanaweza wakashindana ndani na nje ya nchi. Katika kipindi ambacho dunia inakimbia sana, inahitaji vijana ambao wamehitimu na wameiva katika masuala mbalimbali. Mojawapo ni uhandisi wa mitambo ama uhandisi wa magari na kitu kama hicho. Tunaamua kupiga kambi hapa kutaka kufahamu mengi kwa ujumla, kuanzia uwekezaji wa walimu na wataalamu, na tunakuja kutazama kwa namna gani pia mtoto wa kike yuko hapa naye anakimbia katika fursa. Simulizi za hapa ni kwa namna ambavyo wanaandaliwa kukidhi uhitaji wa sasa. Katika makala haya tutatazama jitihada kubwa na ndoto za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwishoni mwa miaka 70 alihakikisha kwamba hakuna taifa litakaloendelea pasipo kuwekeza katika masuala ya uhandisi. Aliamua kuanzisha vyuo vya ufundi nchini Tanzania na akavigawa kwa kanda. Chuo cha ufundi Arusha ni miongoni mwa chuo muhimu ambacho kimekuwa tegemeo kwa kutoa wataalamu. Leo tunakwenda kuangalia uhandisi wa magari, na majuzi hivi palikuwa na minong'ono inayotembea baada ya baadhi ya madereva kwenda katika nchi nyingine na hawakufanikiwa. Lakini tunarudi huku kujaribu kutazama jikoni uwekezaji uliowekezwa huku kwa namna gani ni wa kisasa na kwa namna gani unakidhi kupata wataalamu. Tunabaini kwamba utaalamu ulioko hapa unaweza kutengeneza wataalamu watakao kwenda katika namna yoyote ya mitambo ya kisasa. Teknolojia iliyowekeza hapa ni ya zaidi ya magari ambayo bado hayajatengenezwa, lakini teknolojia iko hapa inaweza kutengeneza wataalamu watakaokidhi magari pamoja na mitambo. Karibu katika makala ya Suluhu. Leo tuko jikoni, tunajaribu kuangalia suluhu ya wataalamu hasa katika uhandisi wa magari wanavyotengenezwa hapa. Suluhu. Tumebaini sehemu kubwa madereva wanaendesha magari, kwanza halijui gari, anajua tu kuendesha, lakini pia kuna sheria za usalama barabarani wengi hazifahamu. Sio hivyo tu, kuna alama za barabarani. Lakini kuna dozi ambayo ni muhimu sana, naita udereva wa kujihami. Tukagundua kwamba vitu vya namna hii madereva wengi hawana. Kwa hiyo baada ya kufanya utafiti, chuo cha ufundi Arusha kikasema sasa itabidi tutoe mafunzo maalum sasa kwa ajili ya hawa madereva. Tumeanza kutoa mafunzo haya mwaka 2017. Kwa sasa hivi tumepik na wananchi wanakiamini chuo, na hata kama ni dereva anapokuja kujifunza hapa, kweli anapoingia darasani at the end anasema kweli nilikuwa mshamba. Kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu. Kutokana na namna ambavyo tunafundisha madereva wetu mahali hapa. Kwa sababu analijua gari, sio kulijua tu gari. Hata inapotokea tatizo iko barabarani, anajua kabisa kwamba ni mahali gani niende, badala ya kumuita fundi na kuanza kuchelewesha abiria barabarani. No, dereva ambaye anatoka hapa anaweza kufanya na kazi ya ufundi. Kesi imetokea barabarani, anaisolve, anavaa overall na solve ile kesi. Niseme tu kwamba kama nilivyotangulia kusema mwanzoni kwamba tunaishukuru serikali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza vifaa vya kisasa. Yaani hata gari ambalo halijatoka bado, lakini sasa hivi tayari tuna mifumo ya kujifunza hilo gari. Na ndio maana ukipita kwenye lab zetu, kuna lab unasema kwamba automotive electronics. Hii inadili na magari ya kisasa yaliyopo na ambayo yanakuja. Mara nyingi madereva wanakimbilia kujifunza kuendesha gari badala ya kulijua gari. Dereva anapolijua gari, ukampa aliendeshe gari, hakuna gari ambayo inaweza kumshinda. Kwa hiyo sisi ndio maana chuo cha ufundi Arusha tunampa dozi kwanza ya ufundi. Ile dozi ya ufundi itamwezesha kulijua gari inafanyaje kazi. Unaona mfumo gani unafanyaje kazi? Mfumo huu unafanyaje kazi? Kwa hiyo unapojua kila mfumo unavyofanya kazi, ukimpa gari yoyote hata iwe ya namna gani, as far as tayari anajua gari inafanyaje kazi, mifumo yake yote inavyofanya kazi, hata umbe gari ya namna gani anaweza kuendesha. Sisi kwa namna ambavyo tunaandaa wanafunzi wetu, yani tunawaandaa katika competence base, kwamba anakuwa na theory chache
lakini practical nyingi. Sasa huyu mtu tunakaa naye miaka 3. Anapomaliza miaka 3 hapa, ni kwamba huyu ana uwezo ajiajiri mwenyewe au aajiriwe. Kwa sababu tukawa tumemuivisha, anatoka ni technician. Na wale ambao ni level ya degree, anatoka kweli ni engineer. Sio engineer wa maneno kama slogan yetu ilivyo, na deeds not words. Chuo cha Ufundi Arusha kiko na deeds zaidi. Na ndio maana hata ukipita kwenye makampuni mengi ambayo ya kiuhandisi, watu wanao perform vizuri. Fuatilia hata ukienda engineers wa manispaa, utakuta ni product ya Chuo cha Ufundi Arusha majority. Kwa nini? Kwa sababu ya namna Chuo cha Ufundi Arusha kinavyowaandaa watu. Tunawaandaa watu au mafundi kutokana na soko linahitaji watu wa namna gani. Hii injini ambayo tunaifunga hapa ni injini ya Land Rover aina ya Puma. Ilileta shida kwenye upande wa injini, ilichemsha, kwa ilipasua hozi ya maji ikatembea bila maji. Kwa hiyo ikaja sisi kwetu wataalamu, tukaishughulikia, tukafanya inspection, tukakuja kugundua kwamba injini hii imechemsha, kwa ilikuwa inakosa nguvu, lakini pia ilikuwa na hard start. Kwa maana hiyo tumeishusha injini hii kwa ajili ya ukaguzi zaidi, lakini tumebaini kwamba cylinder head ilikuwa imepinda, block ilikuwa imepinda, na sleeve pia zilikuwa zimeungua. Kwa hiyo tulichokifanya hapa sisi wataalamu ni kuvalisha sleeve nyingine na kuchonga block, then na kufanya reface ya cylinder head. Kwa hiyo kwa sasa tunarudishia ili tuweze kuivalisha kwenye gari na kuweza kuiwasha na kumkabidhi mteja gari yake. Ukiangalia wengi majority hapa ni wanafunzi ambao tunashirikiana nao kwenye hizi kazi, lakini sisi tunapenda kwa wanafunzi wafanye practical zaidi ili wakitoka hapa waweze kuuzika kwenye soko. Kwa hiyo wanapojifunza darasani na wanapokuwa kwenye theory, wana vipindi vingi kwenye practical kwa ajili ya kuwa imara zaidi. Kwa hiyo kwa hapa sasa hivi almost hawa ambao tunao ni wanafunzi, wengine wa diploma, wengine wa certificate, kwa kukamilisha zoezi zima la wao kujinoa kuhusu mafundi walio bora. Kitu ambacho tunawapatia wanafunzi wetu na practical sana, haswa practical ni nyingi zaidi kuliko vyuo vingine, kwa sababu serikali imetuletea vifaa vya kisasa ambavyo tunawafundisha hawa wanafunzi ili wakitoka kwenye soko waweze kutengeneza magari ya kisasa zaidi. Na ndio maana ni tofauti na vyuo vingine, kwa sababu vyuo vingine havina vitu kama ambavyo tunavyo sisi, serikali imetupatia. Vifaa ambavyo viko hapa vinatusaidia sana katika kujua magari ambayo ni haya ya kisasa zaidi. Kwa mfano, tunazo diagnosis machine kubwa ambazo zinatusaidia katika kutatua matatizo makubwa, ambapo fundi hahitaji kutumia nguvu nyingi sana katika kutafuta tatizo. Tatizo moja kwa moja linagundulika na mashine. Hii ni injini ya Land Rover aina ya Puma. Hii injini ilikuwa na matatizo kama 3 au 4, ikiwemo injini ilikuwa ina overheat, inapata joto kuliko kawaida. Pia ilikuwa inakosa nguvu kwenye mlima. Panda mlima inakosa nguvu. Pia kingine ilikuwa inatoa oili kwenye exhaust. Hayo ndio miongoni mwa matatizo ambayo tuliyakuta kwenye injini. Mafunzo ya hapa kwa kweli, au tuseme Arusha Technical, nafikiri ni chuo bora kutokana na uzoefu niliopata hapa, kutokana na practical nyingi, muda mwingi nakuwa nipo chuoni. Baada ya kutoka Arusha Technical, ndoto yangu kubwa ni kuwa fundi mkubwa na kuweza kufungua gereji nyingine mtaani na kuwasaidia vijana wenzangu ambao wapo mtaani ambao hawana ajira. Siwezi kusema nitaajiriwa mbeleni, lakini kwa mpaka sasa nina uwezo huu, tuseme naweza nikapata kazi yoyote mtaani, naweza nikafanya, naweza nikajitegemea kutokana na ufundi naopata hapa Arusha Technical. Kiukweli Arusha Technical wamewekeza kwenye vitengo mbalimbali, kwa sababu kuna kompyuta, kuna vitengo mbalimbali. Ukisema ukishindwa hapa unaenda kufundishwa swala la kompyuta, kuna mambo ya diagnosis, mashine, tunaingiza mashine kama ikishindikana kwa mikono. Kwa mwalimu, hapa tatizo limeshaisha kabisa. Kwa hapa tumeshamaliza, kwa hiyo sasa kitu ambacho tunaweza tukakifanya, tunamalizia kurudisha vitu vyake na kwenda kuiweka kwenye gari. Mambo yako vizuri. Na wanafunzi pamoja na wewe mwalimu mmeshiriki kuyafanya haya? Yote tunatumika kushirikiana naye kuanzia mmoja mpaka mwisho. Hongereni sana. Asante. Na
Hapa ni kazi inafanyika. Hii ni mashine ama engine ya Land Rover aina ya Puma. Unaweza kujua ni ya kisasa kabisa na shughuli zinafanyika hapa. Najua umezoea kuangalia makala ya Suluhu ikiangalia suluhu kwenye miradi. Safari hii tumejaribu kuingia jikoni na kuona namna gani Tanzania imewekeza kuandaa wataalamu katika zama za sasa na za baadaye. Teknolojia ni kila kitu. Tuko katika chuo cha ufundi Arusha. Najua kumekuwa na maneno mengi, wengi wakiwa na wasiwasi kuhusu wataalamu wanavyoandaliwa. Safari hii makala Suluhu iko inaangalia jikoni kwa namna gani wataalamu wanaandaliwa. Na simulizi za huku zinatoa hatima ya vijana wa sasa na baadaye na kuonyesha kwa namna gani wamejiandaa kupambana katika ulimwengu unaokimbia. Na tuko hapa tunajaribu kuangalia ufundi wa magari na namna ambavyo uhandisi wake umewekezwa hapa. Simulizi za vijana wanaotoka hapa kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa mpaka ngazi ya degree wanafundishwa hapa kwa vitendo. Simulizi za hapa zinaonyesha namna ambavyo Tanzania imejifunga mkaja kuhakikisha kwamba yajayo yanafurahisha. Uwekezaji wa mitambo ya kiteknolojia hapa sio hadithi, ni uhalisia. Karibu katika makala Suluhu uone namna ambavyo teknolojia imewekezwa katika chuo cha ufundi Arusha. Suluhu. Kwa sababu nilipokuja hapa mara ya kwanza nilikuwa si chochote. Na nilikuwa napenda kuwa fundi wa umeme wa magari. Sasa nimekuja hapa ndo nikapokelewa vizuri. Ndo nikaletwa kwenye idara ya umeme wa magari hapa. Ndo nimeanza kusoma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nilipoanza kusoma mpaka sasa hivi hapa naweza kutengeneza gari lolote ile ambayo nitazaa umeme. Na hiyo kazi ambayo ninayofanya umeme imenisaidia, najitegemea mwenyewe sasa hivi, nimepangisha na nilikuja nilikuwa nakaa hostel, sasa hivi nimepangisha na jihudumia kwa hii kipato nachokipata ndo najihudumia. Changamoto nilizokutana nazo ni nyingi. Kwa sababu mimi kwa huku so nyumbani. Mimi nyumbani Dodoma, kwa huku nilikuja kujifunza. Kwa changamoto nilizokutana nazo kwamba huko nikienda kununua hata vitu ambavyo nikaambiwa nikanunue. Nikienda dukani naambiwa sina kwa maana gashajengea kwamba mlemavu yote ni ombaomba. Kumbe sio. Ndio wapo wanaomba lakini sio wote. Lakini mimi kwa kuwa najijua sio kitu ambacho nakifanya na napambana nazo hizo changamoto. Kwa mpaka sasa hivi hapa nilipo. Na hata nikienda dukani sema mtu anajua bisa huyu ni fundi na sio anaombaomba. Na huyu ni anafanya kazi zake sio ombaomba. Kwa jinsi sasa hivi na walimu waliokuponao sasa hivi hapa hawajafanya kwamba mimi ni mlemavu wakanitenga. Wote naongea nao na wananipa kazi. Hao walimu wananifundisha nao wananipa kazi. Sio kama zamani kwamba utakuta mlemavu yote afanye kazi. Utakuta ni wachache sana ndio wanajishughulisha. Lakini sio wote. Sasa hao wachache waliobakia hawajajiamini kwamba wanaweza kufanya kazi. Sasa mimi kutoa hapa chuo nilichosoma hapa, nyuma hapa nilisoma shule ya walemavu. Iko Moshi Sanya juu ya walemavu. Inaitwa Faraja. Ndio nilisoma kule. Sasa nilivyosoma kule kitu nilichojengewa kutoka kule kwamba mlemavu, ukiwa mlemavu somba kila kitu utashindwa kufanya. Na mimi kule tulikuwa nafundishwa kazi zote ambazo wewe unafanya na sisi tulikuwa tunafanya. Kama ni kwenda shambani tulikuwa tunaenda, yani vyovyote kazi zote tulikuwa tunafanya. Kwa maana tulijengewa kwamba mlemavu, ukiwa mlemavu huwezi kufanya chochote. Ndio tulikuwa tumejengewa kila kitu tulikuwa tunafanya kule kwenye shule. Kwa maana nilikuja hapa mara ya kwanza nikaambiwa bana, wewe huwezi kufanya ufundi wa umeme wa magari. Fanya kitu fulani, fanya kompyuta. Mimi nikasema hapana, mimi nataka umeme. Na kitu nilichotoka nacho nikaambiwa ukiwa na msimamo na kitu kimoja, kaa na hicho kitu kimoja. Usio na badilisha malengo. Kwa hapa nikapambana nazo ndo mpaka sasa hivi niko hapa. Na upande huo automotive tuseme tu kwa upande wa pili, yani sijawahi kuona aliosoma, lakini na wakaribisha uonye kama mimi waje kusoma hapa umeme wa magari. Sababu sijawahi kuona, lakini chuo kizima sasa hivi nimeshaanza kuona wenzangu kama mimi wanatumia baskeli wapo sasa hivi. Na kipindi kile nilipokuja mara kwanza sikukuta. Na sasa hivi wameshaanza kuja, kwa maana yake serikali kwa upande wa pili waweke miundombinu kwa vyuo vyote kwamba ipokee watu wote, kwamba mlemavu mwenye baskeli kama mimi au anatumia fulani iwe sawa kwa wote. Suluhu. Hapa tuna training model ya engine pamoja na gearbox. Kwa hiyo model yetu inatuonyesha vile vitu vya ndani vya engine. Kwa hiyo kabla mwanafunzi ajienda kubomoa kwenye engine, anaweza kaja akaona ni jinsi gani ambayo inafanya kazi. Lakini vile vile hapa nyuma ya hii model kuna model ya gearbox. Kwa
Ukiangalia unaweza ukaona gia jinsi gani zinavyofanya kazi, kuweza kutoa mwendo kutoka kwenye injini kupeleka kwenye matairi. Vile vile modo yetu ina vitu mbalimbali vya injini, mfano carburetor. Unaweza ukaona vitu ambavyo viko na jinsi gani vinafanya kazi. Ukija kwa upande wa huku tuna alternator, vile vile na sehemu zake pamoja na filter. Kwa hiyo hii inaweza ikamsaidia mwanafunzi kujifunza kabla hajaenda kubomoa injini halisia. Tunashukuru kwa hizi teknolojia zimerahisisha ufundishaji, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni lazima mtu umchukue aende akabomoe injini halisia. Lakini kwa kutumia training model kama hii imetupa kidogo urahisi. Hata mtu akija kimwelekeza jinsi gani mfano pistoni zinazofanya kazi anaweza kaziona kabla ya kwenda kubomoa kwenye injini. Kwa upande wangu naona ndoto inaenda kutimia, kwa sababu katika hiki chuo tunajifunza vizuri kwa vitendo. Walimu wetu wanajitahidi sana kutufundisha. Hapa tunatumia teknolojia ya kisasa kujifunza katika vitendo. Tunatumia teknolojia ya kisasa. Kwa nini nimekuja kusomea hii kozi? Ni kutokana na watu wanavyofikiri kwamba wanawake hawawezi kufanya kozi za uinjinia, na kutokana na kwamba watu wengi wanaona kuwa wanaume ndo kipaumbele zaidi kushinda sisi wanawake. Hicho ni kitu cha kwanza kilichonivutia, kikaona kwa nini mimi nisiweze kwenda kusomea, na kikanipush, kikanifanya nije kusomea, kwamba kuonyesha kuwa sisi wanawake tunaweza kwa njia moja ama nyingine. Wito wangu kwa wasichana wenzangu ni kwamba wasikate tamaa, wajiamini kwamba wao wana uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Si tu wanaume wana uwezo, hata sisi pia tuna uwezo wa kisayansi, na tukachangia mawazo mbalimbali katika jamii yetu ili tuweze kutatua matatizo mbalimbali. Pia tukishirikiana na wanaume pia tunaweza tukatatua hayo matatizo. Hivyo wito wangu ni kwamba wasikate tamaa na waweze kujiamini kuwa tunaweza, tukiungana kwa pamoja, tukishirikiana. Hapa tulipo ni eneo la simulation lab, na hapa kuna training model mbalimbali ambazo zinatumika kama simulator kusimulate function mbalimbali ambazo ziko ndani ya gari katika uhalisia wa simulation. It's not real, just simulation. Okay, na hapa nilipo pembeni yangu nina body la simulator ambayo ni simulator inaonyesha mfumo wa emission control katika gari. Hii simulator hapa just ina components the same vile vile zilivyopo kwenye gari ambazo zinasaidia control emission kwenye mazingira yetu. Sasa simulator hii inavyofanya kazi, kuna body hii hapa, lakini tunatumia kompyuta ambayo kompyuta inakuwa na software. Ambayo software ndio tuna uwezo wa kufanya actuation mbalimbali. Tunafanya simulation za aina tofauti tofauti kuonyesha namna gani hiyo emission tunaweza kuicontrol kwa kutumia hizi simulator zetu hapa. Sasa kwa kifupi nitaonyesha namna gani na vifaa au components zilizopo hapa ambazo zinasaidia kufanya hiyo emission control. Kwenye mfumo huu wa emission control kwenye simulation, kwenye hii simulator board yetu hapa kuna sensors mbalimbali, kuna actuators mbalimbali ambazo hizo zote zinafanya kazi pamoja na kitu kinachoitwa ECU au control unit. Hivyo vote vinafanya kazi kwa pamoja ili nini? Ili kuweza kucontrol emission au mfumo wa gesi chafu katika mazingira. Jinsi inavyofanya kazi, hizi sensors mbalimbali tuna uwezo wa kuziactuate au kuzisimulate. Maybe tuzungushe au tupunguze kiwango chake cha ile content inayotoka maybe ya gesi, au tuongeze, tuone ina effect gani kwenye mazingira. Baada ya hapo, kama mwanafunzi au yule anayefundisha au yule anayejifunza hapa anajua kwamba hichi kitu kikitokea hivi au kikiongezeka kwa kiasi fulani au kikipungua kwa kiasi fulani, kuna effect fulani zinazotokea katika mfumo wa emission katika nini? Katika gari letu. Simulator tulionayo hapa mbele ni ya kisasa au tunasema ni ya dunia hii ya sasa, ambayo imeshadhibitishwa na hao wanaoitwa Automotive Society. Wameverify kwamba hii ikitumika kwenye gari letu tutapunguza mfumo wa gesi chafu kwenye mazingira kwa asilimia kubwa. Kwa bodi kama hili hapa lina impact na uhalisia wa dunia sasa hivi. Na jinsi linavyofanya kazi, linafanya kazi katika asilimia kubwa, kwamba lina uwezo wa kupunguza hizo emission gases katika mazingira yetu.
Na simulator hii hapa ni just tu ni simulator, lakini components mbalimbali, jinsi mbalimbali sensors zinavyofanya kazi ni the same au ni sawasawa na vile zilipo katika magari ya kisasa ya sasa hivi. Kwa hiyo hii hapa ina competency katika dunia sasa hivi, kwa sababu kwanza ni iko katika real world, katika dunia sasa hivi. Dunia sasa hivi inatumia mfumo kama huu kwenye magari ya kisasa, ndio maana iko hapa, na hii imewekezwa hapa na Chuo cha Ufundi Arusha kwa sababu inahitaji maexperti wenye uwezo wa kudili na haswa na uharibifu wa mazingira katika magari. Ndio maana hii iko hapa, ni anafanya kazi hiyo. Suluhu. Hii ni makala ya Suluhu, na hivi ndivyo ndoto za vijana wa Kitanzania zinavyohuishwa. Mithili ya mashairi katika wimbo wa Mwana FA akisema, anaota ndoto haina rangi, anaamka anaipata. Ndivyo ambavyo Chuo cha Ufundi Arusha wanachofanya. Uwekezaji wa kimitambo ukiwafanya vijana kuwa na ndoto zao kubwa zaidi na kuwa katika uhalisia. Na hii leo tumetazama sehemu moja tu, uwekezaji wa mitambo kuanzia ya zamani na mpaka ya kisasa, ikimpa nafasi mwanafunzi wa kujua teknolojia ilikotoka na ilipo. Na tunapata hakika ya kuona kwamba wataalamu wanaweza wakaandaliwa hapa hata katika teknolojia za magari ambazo bado hayajavumbuliwa, lakini wanaweza kufundishwa hapa ili yakija tayari wanaweza kuwa na msingi. Profesa, tunarudi kwako. Kwanza hongereni kwa kazi kubwa mnayoifanya. Nashukuru sana ndugu yangu. Naam, na tumpata fursa leo kuangalia uhandisi wa kwenye magari. Asante. Taswira ilivyo na nini ndoto yako kubwa na unatamani nini baadaye? Nashukuru sana kwa kupata nafasi kuja kuona kazi inafanyika hapa chuoni. Ni kweli kwamba ukweli tunaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekeza sana katika Chuo cha Ufundi Arusha. Kwa kweli katika nchi za Afrika Mashariki na Kati hakuna chuo ambacho kimewekezwa kina vifaa vizuri vya kisasa vya kufundishia uhandisi wa magari kama Chuo cha Ufundi Arusha. Na tunajivunia kwa hilo, tunatoa product nzuri, vijana wazuri wenye maarifa makubwa sana katika ufundi wa magari. Lakini najua kwamba ndoto zilizonazo kubwa sasa hivi, kuna mabadiliko makubwa sana yametokea sasa hivi katika uhandisi magari kwa ujumla. Magari yamebadilika sana. Sasa hivi ukiangalia nchi za Ulaya, ukienda hata nchi za Japan na nchi nyingine, hata Marekani, magari mengi yanaendeshwa sasa hivi ni magari yanayotumia umeme na sio tena petroli na diesel kama ambavyo huko tumezoea. Profesa, tumetembelea katika idara ya uhandisi wa magari. Tumeona uwekezaji wa mitambo iliyowekwa, lakini pia walimu na wataalamu. Tumeona wanafunzi wanaofurahia kufungua injini, lakini pia na mitambo na mifumo ya umeme kwenye magari. Kwa namna gani hii inawapa uwezo wa kupata wanafunzi bora zaidi, lakini uwekezaji uliowekezwa hapo? Nashukuru sana ndugu yangu kwa kuuliza swali zuri namna hiyo. Naam. Ni kwamba Chuo cha Ufundi Arusha na nyinyi umeshuhudia, umeona jinsi kilivyo. Kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika nchi ya Tanzania, especially Chuo cha Ufundi Arusha. Naam. Na tunatembea nao wanatembea kuja kwetu kutoka nchi mbalimbali sana kusini mwa Afrika na hata kutoka Ulaya. Ukweli ni kwamba uwekezaji uliowekezwa hapa Chuo cha Ufundi Arusha kwa hapa East Africa, Afrika ya Mashariki na Kati, hakuna taasisi ambayo imewekezaji mkubwa kama Chuo cha Ufundi Arusha. Tunaambiwa na wenzetu wanakuja wanashuhudia, hata wengine kutoka Ulaya wanasema kweli kwamba vifaa vilivyo vya ufundishaji hapa Chuo cha Ufundi Arusha ni vya hali ya juu sana. Na hii ni kwa sababu nchi ilidhamiria kwamba wanafunzi wa Chuo cha Ufundi Arusha wafundishwe kwa vitendo. Ukiangalia pale mara nyingi watoto wanafundishwa workshop na sio madarasani. Ni hasa kwamba ni kusudi waweze kuwa mahiri katika kazi wanayofanya. Na hii inaendana sana ile sera ambayo imetokea sasa Wizara ya Elimu ya amali. Sisi amali wakisoma, sisi hapa kwetu ndio rufaa yao sasa. Wanakuja wanatengenezwa na kuwa wazuri kwa ajili ya kuendeza gurudumu la maendeleo ya nchi ya Tanzania. Profesa, teknolojia inakuwa, dunia inakuwa na mambo yanabadilika. Nini ndoto kubwa katika idara hii kwako na mnataraji kufika wapi? Ni kweli mambo yanabadilika sana. Ukiangalia hata mifumo ambayo umeona pale, ni mifumo mingi. Unaangalia pale ni mifumo ya engine ambazo zina diesel, petroli na nyingine. Lakini sasa unaona kuna mabadiliko makubwa sana kwenye teknolojia ya magari. Ukiangalia wenzetu Ulaya, nenda kule hata kule Japani, nenda China, nenda Marekani, taratibu wameweza kuhama. Magari yao mengi ni magari ya umeme. Sasa hilo ni jambo ambalo na sisi tumeshalifikiria na tumeanza kuweka mikakati yake. Ni kwamba tuna move taratibu vile kule kufundisha wanafunzi
kujiandaa kupokea hayo magari. Kuna baadhi ya Watanzania wachache wameweza kuwa na magari ya namna hiyo Tanzania, na tumeanza kufundisha hizo kozi, lakini tunazidi kuongeza vifaa vya kufundishia ili kusudi tupate vijana ambao ni mahiri katika kutengeneza magari ya umeme, ambalo ndio jambo tunaendelea sasa hivi. Profesa, mwisho kabisa, wito wako kwa vijana wa Kitanzania na wazazi kukiamini chuo na idara kuja kujifunza hapa, na tumeona wengine wanazungumza wazi kwamba mwanzoni tu sasa wanaweza kwenda kujiajiri, sio kutegemea ajira tena. Ninachosema ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli ulio wazi kabisa. Ukitaka mwanao apate maisha haraka, usipeke chuo kingine chote kile. Hakikisha unamleta chuo cha ufundi Arusha. Chuo cha ufundi Arusha kinatoa maisha. Kwa sababu mtu akitoka pale, si kwamba tu anatafuta kazi, ila anahitajiwa na jamii ya Kitanzania kwa ajili ya ule ujuzi alionao. Kwa hiyo ningewashauri kwamba vijana wakipata nafasi na wale ambao wanapenda masomo hasa uhandisi wa magari, walete chuo cha ufundi Arusha. Sisi tunawaahidi, na jukumu letu ndio hilo, ni kuwalea vijana wa Kitanzania ili kusudi wapate kufanikiwa sana. Tuna target hiyo, vijana wafanikiwe wao matajiri. Naam. Hilo ndio wazo langu. Kila laheri Profesa, na hongera sana. Nashukuru sana. Naam, ni Profesa Musa Chacha, mkuu wa chuo cha ufundi Arusha. Tunatazama namna ambavyo simulizi ziko hapa, ni hadithi, na kama nilivyokuambia, ukifuatilia makala ya Suluhu ulikuwa ukiona tukishiriki katika miradi mikubwa na kuonyesha namna suluhu inavyopatikana. Lakini moja ya mijadala ni kwa namna gani vyuo vya elimu ya juu vinaandaa wanafunzi wanaokidhi mahitaji. Leo tumefika hapa kutazama moja kati ya idara moja tu ya uhandisi wa magari, kuona kwa namna gani vijana wanaandaliwa hapa kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Uwekezaji wa kimitambo na teknolojia unaakisi wazi kwamba uwekezaji uliofanyika hapa unatutarajia kupata wahitimu bora zaidi. Wakati mwingine bila shaka tutapiga hodi kutazama katika eneo lingine, na si tu kuonyesha huko, tutazame kwa namna gani taifa la Tanzania linavyotazama hatima ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Uwekezaji katika chuo hichi ulianza mwishoni mwa miaka 70. Lilikuwa wazo la muasisi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba taifa lolote haliwezi likaendelea bila kuwa na wahandisi na bila kuwa wahandisi watakaowekeza katika teknolojia. Mageuzi yote yanayoendelea nchini na duniani kwa hivi sasa yanawategemea wahandisi. Hivyo hatima ya taifa inategemea huko. Makala ya Suluhu imekushuhudia haya. Wakati mwingine tutakutana tuzungumze. Mimi ni Amini Anthony Mgeni. Asante kwa kufuatilia makala ya Suluhu. Mpaka wakati mwingine.